Unataka nini Kalito? Haya, niambie. Rayo, unajua ni bosi wangu na kuheshimu sana na unalijua hilo, lakini hapa kati kuna vitu sivielewi kabisa. Unanipa story kiukweli, nachoka sasa. Sikia, ukipata hela utanitafuta. Bwana, usubiri tu yamalize. Sasa unaenda wapi? Nilikwambia toka mara kwanza, mimi sio mzuri kwenye kusubiri. Unajua utanitafuta, unajua hapa kunipata. Basi sawa, najua unapoelekea, naomba nikupeleke, maana hata mimi nahitajika kwenye hicho kikao. Tutakutana huko huko, kwani lazima kwenda na wewe? Sio lazima kuongozana. Unasemaje? Halo! Ukiona hivyo udugu umeshindwa kuupika na umeshindwa kuutwanga, sasa utaubuya mbichi. Sijui unajua hilo eh? Kama unaweza mtie kamba mumeo kae naye. Ukifumba macho ukifumbua kapita naye mie. Upo nyonyo, upo chuchu. Hapatikani, na sio kawaida yake kuwa hapatikani. Hebu kamwite Rusi tumuulize. Nani mwisho kufunga ofisi? Maana haya sasa ni makusudi eti. Yaani unajua wakati mimi naingia ndani hapa kufanya kazi na wewe, Lucy alikuwepo hapa. Sasa sidhani kama ndo ameufunga ula. Yaani kwani ana shida gani huyu binti? Yaani maana kisimuelewi kabisa. Yaani sitaki kuamini hivi vitu vyote vinavyoendelea hapa. Usimpigie wewe. Nitampigia mimi. Na simu imezima chaji. Mungu wangu, baba yangu. Yaani atakuwa kanitafuta sana Mungu wangu. Na baba hali yake sio nzuri. Lucy, unajua amekosea sana. Na sijui kwa nini nafanya visa vyote hivi. Wewe si dada yake lakini? Yeye hajali hilo. Yeye anachoangalia ni maslahi yake tu, si kingine. Yaani natamani angejua thamani ya mimi kuwepo hapa. I wish angejua. Ni wivu tu ndio ambao unamsumbua. Na utompeleka popote. Mbona ameshindwa kuendesha hii kampuni? Tatizo la kutaka mimi niwe juu yake. Yaani bado ni mtoto sana yule. Moja ya sababu mimi kuajiriwa hapo ni kupambania hii kampuni. Unajua ujio wako umeleta faida kubwa sana katika hii kampuni. Sasa kwa nini nasifurahie? Unadhani ana akili basi yule? Yaani yeye kazi yake ni kulewa na madaraka. Na hana chochote anachofanya zaidi ya kuididimiza hii kampuni. Yaani ashukuru huyu ni babangu. La sivyo mimi nisingekuja hapa. Mwenye nilikuwa sehemu nzuri kabisa. Wanaonijali.
Sikia Rayo, achana naye. Uzuri nipo hatua 5 mbele yake. Ila unachotakiwa kufanya, umkanye kwa hicho anachokifanya kwa kweli. Si kitu kizuri. Kamwe sitakuja kuinua mdomo wangu kuongea naye, kumwambia kitu chochote kile. Yaani amenikwaza mno. Sitakuja kumwambia kitu chochote kile. Ni heri nikae kimya. Nilipoa ifungua kwa ajili ya emergency. Naomba achana naye, hana akili. Twenzetu. Mbona unaniangalia jicho hilo? Kuna nini mwenzangu? Unaenda wapi Sanei? Mbona muda umeenda sana? Naenda kwenye kombe la dunia. Au hujui kuna mechi jamani? Sitaki unidanganye Bula. Unanijua. Una uhakika unaenda huko? Wewe sasa ndo unataka kuleta vita. Kwani siku zote naendaga wapi Shani? Sitaki sababu Shani. Bwana kama unataka kuleta shari, hebu kaa zako upike. Mimi naenda. Najua sana wapi unaenda. Unaenda kwa kikongo wako Hey, jamani, yule mwanamke mbona ananidharau sana mimi? Ananiita mimi kikongwe. Inaniuma. Hanioni mimi kama mtoto wa 2000. Acheki nyonyo hili. Cheki. Hivi anioni mimi kama kitoto cha 2000 jamani. Unaona? Yaani mimi ngingilingaa utamu bwana da chuchu saa 6. Haki ya Mungu imeniuma. Ananiita mimi kikongwe. Tamuonyesha. Hata ujua ukongo wangu uko juu uko chini. Ngoja aje huyo paka wake mweusi, mbwa blue, na msubiri kwa hamu. Najua kila kitu. Kweli mume wangu kuniacha mimi kwenda kwa yule ajuza. Naumia sana mume wangu. Umenidharau sana tena sana. Sijui unaongea nini kiukweli. Naenda kwenye mechi na wewe sijui unaongea nini. Shani, hebu niache tafadhali. Hebu kaeni, nataka kuzungumza na nyinyi. Dadi jamani, vikao tena saa hizi? Saa 4 unajua hii. Tunatakiwa tukalale. Kaa kimya. Chunga mdomo wako. Unaongea na baba yako. Kaa chini.
na umsikilize baba yako tena kwa heshima. Kaa kimya au nikuongoze kipigo? Baba yako anataka kuongea na wewe hapa. Nakupenda sana binti yangu, lakini naona sasa nataka kuinipima imani yangu. Mume wangu, najua una machungu mengi sana. Ninachokuomba umsamehe. Hebu tuongee kile tulichomuitia. Nilikupa kila ulichohitaji binti yangu, pesa, mali, na hata ulipotamani kampuni yangu nikakukabidhi. Kadri siku zilizozidi kutembea, kampuni iliumba kutoka kuwa namba 1 kwa kampuni inayofanya kazi vizuri, na sasa imeyumba mwanangu, na madeni chungu mzima. Ndo mnipige? Kwani mimi namchukia? Au ndo mnampenda yeye kisa ameleta kazi ofisini? Unasikia mke wangu, lazima aelezwe. Unajua Lucy ni kiburi sana, na amezidi baada ya kumwona Rayu yuko hapo. Ana chuki na roho mbaya. Ashindwa kuelewa kwamba yule ni binti yangu, katoka kwenye mishipa ya damu yangu kama yeye. Unatakiwa wapendane. Hivi kwa nini una mapenzi na dada yako? Unamchukia wazi wazi. Nini shida? Jamani, nini? Hasa kitu gani ndugu yangu unaniburuza namna hiyo, unanikwinwa, unanikwanyua? Unataka unitoe na mkono wenyewe? Kosa langu nini? Kama mbuzi anaenda machinjioni bwana. Ndio nini unafanya pale? Kweli unakuja mpaka nyumbani Zai? Jamani, kwani mimi nimefika? Nakuuliza nimefika? Hivi kama angetoka pale bahati mbaya, ungemwambia nini? Hivi kwani mbona unataka kuniletea shida wewe? Sikiza nikwambie. Mimi hapo kwako sijafika. Nimeishia kule nyuma uani. Sijafika, hata kuniona hajaniona. Haya, kipi kikusikitishacho? Sasa unafikiri nani anamuogopa? Hivi unajua mimi hilo tanga lako mimi naliogopa? Mimi siliogopi. Kumbuka mimi nina hela. Sijui unanielewa? Eti yangetokea na atokee, kwani yeye nani? Mvua kusema nitaloa mimi udongo utamong'onyoka? Niangalie vizuri baba, mimi mtoto piskali wa 2000, usinitishe kwa chochote na uwezo wangu na jipya. Sitaki shida. Kama nikifukuzwa pale, unadhani nitafanya nini? Ukifukuzwa mimi mwenzio ndo napenda swa. Tena roho yangu itakuwa nyeupe. Kama karatasi siokuwa na maandishi. Sijui unanielewa? Hivi we mwenyewe kwa akili yako hilo dudu fule lako linaninanga pale, wewe unafurahia, hata kunitetea hamna. Wewe unanionaje? Unanichukuliaje? Acha dharau wewe mwanamume. Wewe vipi? Jamani, sinaongea na wewe. Mbona unijibu udugu wangu? Hunijibu mpenzi wangu? Au na wewe ndo unaninanga kisirisiri kwenye moyo wako? Sasa sikiliza nikwambie kiumakini. Tena unisikilize. Hii namba chafu. Angeendelea kuninanga ile dudu fule lako. Ningekuja pale pale kuja kuharibu hali ya hewa. Najali sasa mtu na pesa zake, sheria ipo hata kama huna. Sijui umenielewa? Wewe chama umekaa kimya. Basi naomba umsamehe. Samahani na unisamehe pia mie. Najua nakupenda sana, na kikubwa natamani ujue thamani yangu kwako. Nakupenda sana, wewe ni mzuri bwana. Ndio maana nimemwacha aongee mpaka achoke. Hivi kweli mpenzi wangu? Kweli maneno ya mkosaji, si unajua mfamaji? Aishi utapata hapa.
Mimi ndio maana nakupendaga mpenzi wangu jamani. Unaniua, unanimaliza mimi. Twende Radhizi. Tanioa. Amna bwana. Takuwa na nini, twende. Nilifanya kifaranga. Tundu wewe. Rayo, mbona lia tena? Na wakati sasa hivi ulikuwa vizuri tu. Nawaza haya maisha ninaishi mimi na mdogo wangu. Yaani kwani tunaishi hivi? Yaani kwa nini tupo kama wengine unavyoishi vizuri kwa upendo, wanasaidiana? Kwa nini sisi? Nisikize Rayo, unajua sasa hivi usiku ushakuwa mkubwa sana, na kuomba mnenda kapumzike, alafu ili jambo tutaliongea kesho, sawa? Yaani kila nikifika katika hii nyumba nakosa amani kabisa. Yaani kama isingekuwa babangu nisingeingia muda. Sasa Rayo, ina maana Lucy ndo anakunyima amani kiasi hicho? Please bana, usiwe hivyo. Wewe unachotakiwa ni kumuignore tu. Nisikize basi. Nakuomba nenda kapumzike sasa hivi. Na mimi niwahi nyumbani basi. Sawa? Usilie baba. Nimeishi kwa machozi, nikificha majonzi, kila siku ni dharau, kila usiku ni kilio. Waliniona dhaifu, wakasema sina thamani, lakini moyo wangu uliendelea kuvumilia. Nilipewa lawama kwa kosa lisilo langu, nikaonewa na nikakosa